Hali ya kisiasa nchini Sudani Kusini imeendelea kuwa tete, hasa kutokana na mvutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Machar amekuwa chini ya kifungo cha nyumbani katika mji mkuu wa Juba, hatua inayotishia kuvunja makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5. Katika juhudi za kupunguza mvutano huo, Rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, amemtuma aliyekuwa Waziri Mkuu wa Kenya Raila Odinga kwenda Sudan Kusini kama mjumbe maalum. Odinga anatarajiwa kusaidia katika mazungumzo kati ya pande hizo zinazohasimiana na kutoa ripoti kuhusu hali ilivyo. Pia Ruto amewasiliana na viongozi wengine wa kikanda akiwemo Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ili kuratibu juhudi za pamoja za kurejesha utulivu nchini Sudan Kusini. Mvutano huu wa kisiasa unajiri wakati ambapo makundi ya wanamgambo yamekuwa yakipambana na vikosi vya serikali katika maeneo mbalimbali ya nchi, hali inayoongeza wasiwasi wa kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mgogoro wa Sudani Kusini, je, nchi inarejea vitani? Sudani Kusini ni taifa changa zaidi duniani. Linakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiusalama. Tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Sudani mwaka 2011, nchi hii imepitia misukosuko mingi, vita vya wenyewe kwa wenyewe, mapigano ya kikabila na hali ngumu ya kiuchumi. Sasa mvutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar unazua hofu mpya. Je, Sudani Kusini inarejea vitani? Jumuiya ya kimataifa inasema nini kuhusu mgogoro huu? Leo kwenye Zone Media tunakuletea uchambuzi wa kina kuhusu hali inavyoendelea Sudani Kusini. Sudani Kusini ilipata uhuru wake tarehe 9 Julai 2011 baada ya miongo mingi ya vita dhidi ya Sudan. Lakini furaha ya uhuru haikudumu muda mrefu. Kufikia mwaka 2013, mzozo mkubwa ulianza kati ya Salva Kiir kutoka kabila la Dinka na aliyekuwa makamu wake wa Rais Riek Machar kutoka kabila la Nuer. Katika mwezi Disemba 2013, Rais Salva Kiir alimtuhumu Machar kuwa kupanga mapinduzi dhidi yake. Hili lilipelekea mapigano makali kati ya vikundi vyao ambavyo baadaye viligawanyika katika misingi ya kikabila. Hata hivyo, vilisababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kuwa wakimbizi. Makubaliano ya amani yalifikiwa mwaka 2018 ambapo serikali ya umoja wa kitaifa iliundwa na Machar akarudi kuwa makamu wa kwanza wa rais, lakini sasa hali inazidi kuwa mbaya tena. Mgogoro mpya umeibuka kati ya Salva Kiir na Riek Machar. Kwa mujibu wa ripoti mpya, Machar amewekwa chini ya kizuizi cha nyumbani jijini Juba. Hii inamaanisha kuwa hawezi kutoka nje ya mji bila ruhusa ya serikali ya Kiir. Kundi la Machar, SPLM-IO, linasema kuwa hatua hii ni jaribio la kumzuia Kiir kuweza kuwania urais katika wakati ujao. Salva Kiir anasema kuwa hatua hii ni kwa ajili ya usalama wa taifa lake. Lakini je, mgogoro huu unatishia kwenye siasa tu au kuna uwezekano wa kurudi kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe? Ili kuzuia hali kuzorota zaidi, Rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, amemtuma Raila Odinga kwenda Sudani Kusini kama mjumbe maalum wa upatanishi. Raila anatarajiwa kuzungumza na Salva Kiir na Machar ili kutafuta suluhu ya amani. Mbali na Kenya, Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed nao wamehusika katika juhudi za kuleta utulivu Sudani Kusini. Swali kubwa ni je, juhudi hizi za upatanishi zitafikiwa au hali itaendelea kuwa mbaya? Mgogoro huu wa kisiasa umesababisha kuongezeka kwa mapigano kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa upinzani katika maeneo mbalimbali kwa sasa. Mapigano makali yameripotiwa kwenye jimbo la Upper Nile na Jonglei ambako mamia ya watu wamepoteza maisha. Wananchi wengi wamelazimika kukimbia makazi yao na kukimbilia nchi jirani kama Uganda, Sudani na Ethiopia. Uchumi wa Sudani Kusini unazidi kudorora kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Wananchi wa kawaida ndio wanaoumia zaidi huku wakiwa hawajui hatima yao. Swali kubwa ni je, Sudani Kusini inarejea vitani? Wachambuzi wa siasa na wajuzi wa migogoro wanatoa maoni tofauti. Baadhi wanasema kuwa nchi iko kwenye hatari kubwa ya kurudi kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ni kwa sababu Kiir na Machar hawajaweza kufanya kazi pamoja kwa muda mrefu bila mgogoro. Wengine wanasema kuwa juhudi za upatanishi zinaweza kusaidia, lakini inahitaji shinikizo kubwa kutoka kwa mataifa ya Afrika na jumuiya ya kimataifa. Ili Sudani Kusini ipate utulivu wa kudumu,
Mambo yafuatayo yanapaswa kufanyika: mazungumzo ya kweli kati ya Kiir na Machar, uchaguzi huru na wa haki, ushiriki wa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha mkataba wa amani unatekelezwa. Sudani Kusini ni taifa changa lenye rasilimali nyingi, lakini migogoro ya kisiasa na mapigano ya kikabila yameendelea kuligawanya. Je, viongozi wa Sudani Kusini wataweka maslahi ya wananchi mbele na kuleta amani ya kudumu, au taifa hili litazama tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe? Jibu la haya yote liko mikononi mwa viongozi wa Sudani Kusini, wanajeshi wao na pia juhudi za mataifa jirani. Kama wananchi wa Sudani Kusini wanataka amani, lazima waweke shinikizo kwa viongozi wao kuhakikisha kwamba makubaliano ya amani yanaheshimiwa. Hii ni Zone Media. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video ili tupate maoni yako kuhusu hali ya Sudani Kusini. Tuandikie kwenye comments unadhani nini kifanyike ili nchi hii ipate utulivu wa kudumu.